Zaidi mambo vipi? Poa kabisa. Mama Champagne, hongera sana. Asante sana. Wow, umeshangilia mpaka umechoka sasa hivi au? Kusema kweli nimechoka kwenye kushangilia kwa sababu ni kitu cha muda mrefu tulikuwa tunakisubiri. Kwa hiyo tumeshangilia vizuri na mashabiki zetu kama mlivyoona. Ilikuwa nzuri kwa upande wetu. Ni faraja ama furaha kiasi gani Azam FC kutinga hatua ya makundi kombe la shirikisho Afrika na wewe ukiwemo ndani yake? So siri ni furaha kubwa sana kwa upande wetu sisi kama wachezaji kwa ujumla. Kuanzia mwanzo tulivyoanza raundi ya kwanza mpaka leo kuja kumaliza na KM haikuwa rahisi. Ilikuwa ngumu. Namna ambavyo makocha waliona walikuwa wanashindana kimbinu. Anaweza kumshinda mwenzie kimbinu ndiye anaenda mbele. Kwa hiyo nimpongeze pia kocha wetu na benchi lake zima la ufundi kwa namna ambavyo wameiandaa timu tokea pre-season mpaka kufikia leo. Na pia niwapongeze wachezaji wenzangu kwa maana kwamba tumepambana wote kwa ujumla. Haikuwa nyepesi. Tumepambana vizuri kwa pamoja. Tumeweza kuipeleka timu yetu kwenye makundi. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwenye hili. Licha ya kwamba kuwafunga KMKM goli 9 jumla kwa maana ya nyumbani kwao kule Zanzibar goli 2 na hapa Azam Complex hapa Chamazi goli 7 jumla 9. Waliwapa ushindani wa namna gani? Ushindani ulikuwa mzuri kwa upande fulani kwa sababu kama ulivyoona yani ni watu ambao wakipata mpira ni wanapossess. Kwa hiyo yani ina maana timu ikiwa wanajiamini kwenye kucheza ina maana mimi nasemaga ni wazuri kwa maana mkikosea kidogo wanaweza kufanyaje wakawazibu tofauti na wale ambao mtu labda atakakimbizane tu ina maana inakuwa nyepesi kufanyaje. Kwa hiyo kwenye upande wa KM mimi niwapongeze wamecheza vizuri japo matokeo yako upande wao lakini wamecheza vizuri niwapongeze kwenye hilo. Mmekusanya milioni 45 za goli la mama. Hii ina maana gani kwenu na imewapa morale kiasi gani? Nzuri kwa upande wetu kwa sababu umeona kama tulivyoanza toka mwanzo wa raundi ya kwanza tulikuwa tunapata goli 2-2. Leo tumemaliza raundi ya pili kwa goli nyingi, goli 7. Ina maana kwa upande wetu sisi kama wachezaji ni morali nzuri ambayo tumeishia nayo. Kwa hiyo kuelekea group stage tutajipanga naamini inshallah. Hatujui tunakutana na nani lakini tutajipanga maana kwamba tutaweza kupambana tuweze kupata goli nyingi kwa sababu hii tuloleka ni deni kwetu kuelekea makundi. Kwa hiyo na maana yani kama tukishuka basi yani isiwe mbaya. Sijui unanielewa ina maana iwe kwenye wastani fulani hivi. Sawa unaweza tusimfunge kila mtu akaje ukamfunga 7 haiwezekani. Lakini kuna wastani fulani hivi ambao idadi ya magoli itakuwa nzuri. Mimi naamini tutapata ushindi kwenye group stage. Bwana leo karibia kila mtu alikuwa anataka kutupia. Vipi? Ukutamani na wewe? Unajua kijipa kazi nyingi afu wewe position yako kwenye kiungo ukasema ujipe sasa kazi ya kwenda kufunga inakuwa sio kweli. Kwa hiyo kuna majukumu baadhi najipunguzia. Heli ni assist. Kwa hiyo nikisema nifunge nitalapua nitaharibu. Sio unanielewa. Kwa hiyo kwa upande wangu ilikuwa nataka kufunga lakini nyingi sana nilikuwa natamani ni assist. Katika zile goli 7 ambazo zimefungwa leo, lipi lilikuwa goli bora sana kwako na kwa nini? Sasa hapo inabidi nikae niakumbuke. Bwana mimi naona magoli yote yalikuwa mazuri. Kwaje ulikuwa unaiona? Niona na kikubwa ninachosema magoli yote yalikuwa mazuri nini ni aina ya uchezaji tuliokuwa tunatoka nao ina maana kama mpira ukianzia chini ina maana unaona ile movement ya timu na maana mpaka mnafika kwenye kufunga. Kwa hiyo niseme magoli yote yalikuwa mazuri. Sasa kulichagua moja ndio siwezi kukumbuka kwa sababu mpaka nitulie. Uangalie. Leo vibunda kwa sana leo mpira mtupu kabisa. Watu leo wako vizuri. Kila mtu naamini leo ataenda kulala vizuri. Atakaye wote huyo ana sababu zake binafsi lakini kwenye swala la mzigo leo kila mtu atakuwa vizuri. Kwa hiyo naamini wachezaji wangu leo watafurahia. Kesho weekend inaingia vizuri na tutamaliza weekend vizuri. Tutarudi kwenye majukumu tena vizuri pia. Wote imaliza siku vizuri leo? Mimi namaliza vizuri nikitoka hapa zangu nyumbani kulala. Patikana hewani. Nipo hewani kwa muda lakini nikifika nyumbani kwa muda. Nikifika nyumbani siwezi kupatikana kwa sababu najua si unaelewa. Leo mzigo umeingia kwa hiyo kidogo ni relax. Tutaokota? Inabidi nitumie jasho langu kesho. Kesho. Kwa hiyo kuanzia kesho matumizi yanaanza ya goli la mama. Kwa hiyo sasa nitapatikana wapi? Atakayebahatika kuonana na mimi inshallah naye atakula goli la mama. Bwana kila la kheri. Asante sana.